Sambi Patrobas, waziri wa mambo ya ndani. Ndugu Mheshimiwa Albert Taramila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Albert Msando, mkuu wa wilaya ya Ubungo. Mstahimiki meya wa Ubungo, Mheshimiwa Mlaki, mwenyekiti wa CCM wa wilaya hii ya Ubungo, na viongozi wote wa chama cha CCM na vyama vingine vyote, ndugu wananchi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla ya kuanza kusema, tumekuwa katika utamaduni mbalimbali. Sasa mimi baadhi ya elimu yangu ni Ujerumani, nimefanya na kazi kule. Ukienda hujaandika kitu, wanaona hujajiandaa. Kwa ndio maana nimechukua hatua kuandika haraka sana. Unajua utamaduni huu ni tofauti. Kule ukienda bila kujoti kidogo, wanaona hujajiandaa. Kwa hiyo Waziri Mkuu, ndio maana unaona nimeandika kidogo. Wanatamani waone, lakini pia yale yote waliosema wananchi, hatua 6 pia nimeziweka hapa, pamoja na kwamba wako wengine. Kwa niliona niliseme hili ili wananchi waseme, mbona huyu anasoma na yasoma niliyoandika mwenyewe. Lakini nimetoka katika utamaduni wa watu ambao usipoandika wanaondoka. Kwa hiyo mniwie radhi na mnivumilie kidogo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la kwanza ni shukrani. Shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupa ruzuku ya uhai, lakini afya ya kukutana hapa leo, lakini kutunusuru katika janga hili ambalo tumelipata. Tumepoteza mali, lakini viumbe wake aliowaumba wako hai. La pili, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa kuteua wewe kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sote tumeona kazi kubwa unayoifanya, na hata mimi sasa ninajifunza kwamba chini ya uongozi wako sina Jumapili, sina sikukuu, muda wote niko tayari, kwa sababu lazima niende na haiba ya aina ya kiongozi niliye naye. Wewe ni mchapakazi, na maana yake wewe hupangi muda wa kuanza kazi au kumaliza kazi, wakati wote ni kazi. Lakini pia nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kutenga muda wako kuja hapa leo, siku ya Jumatatu ya Pasaka. Lakini jingine, nitoe shukrani nyingi sana kwa mbunge wa Ubungo, Mheshimiwa Dr. Kitila Mkumbo. Tumefika mapema hapa, asingesema kwamba alipata kashikashi, mimi nilijua hawa watu wameshibana sana, na kweli wameshibana. Interaction yake na watu wake ilikuwa nzuri, lakini huo ndio utumishi. Tumekuja hapa katika nafasi hizi kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo nikushukuru sana Mheshimiwa mbunge wa Ubungo, lakini pia shukurani kwa wananchi wa Ubungo. Moja, kwa uvumilivu wenu. Pili, kwa utulivu wenu. Na tatu, kwa kujitokeza leo kuja kumpokea Waziri Mkuu na kusikiliza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea taarifa na maelezo. Umeona hali halisi ya eneo hili, na umekuja hapa sio tu kwa sababu yaliyotokea yanaangukia katika ofisi ya Waziri Mkuu, yani maafa, lakini umekuja hapa kwa sababu wewe, kwa haiba, tabia, makuzi na desturi yako, unajali sana ustawi wa Watanzania wote, na hasa wale wa ngazi ya chini kama hawa wafanya biashara wadogo, ili uwainue hali yao ya maisha. Hilo limekusukuma wewe kuja. Kwa hiyo maadamu tumeshasikia maelezo yote, na ili tukupe nafasi sasa ya kuongea na wananchi hawa kwa heshima na taadhima, naomba sasa uongee na hawa watu waliopata madhara walioko hapa, lakini kupitia kwao Watanzania wengine wajue serikali hatua inazochukua.